Karibu tena mpenzi mtazamaji, lakini hasa wewe ambaye unasubiria kitabu hiki cha Wanafikara wa Kiroho ambacho kitatoka rasmi tarehe 21 Disemba mwaka huu 2026. Nikukaribisha katika mjadala wetu ambao bado unaendelea na bado tunaangazia mwanzoni kabisa mwa kitabu chetu, zaidi tukijikita katika swali la kwanza la msingi wa mwanadamu. Kumbuka kwamba kitabu chetu kinaitwa Wanafikara wa Kiroho, maswali matano ya msingi wa mwanadamu. Kwa maana hiyo tunayo maswali matano ambayo tutakuwa tunayakabili katika safari yetu hii ya kukijadili kitabu hiki ama kuyajadili maswali hayo. Sasa moja ya maswali ya msingi wa mwanadamu kati ya maswali hayo matano ni ile swali ambalo linahoji chanzo asili cha mwanadamu ni nini? Swali ambalo linahoji mimi na wewe tunatoka wapi? Tunatoka kwa nani? Na chanzo chetu ni nini? Sasa moja ya swali ambalo linachukua muda mrefu kulijibu, linachukua karatasi nyingi kwenye kitabu changu, ni swali hili la kwanza. Kwa nini nimetumia muda mwingi kulitafakari swali hili la kwanza? Ni kwa sababu tukipata uelewa wa chanzo chetu ni nini, tunatoka wapi na tunatoka kwa nani, ni rahisi kuelewa maswali mengine yale manne ya msingi wa mwanadamu. Ni rahisi kuelewa umuhimu wetu ni nini, tuko hapa duniani kwa ajili ya nini, shabaha ya maisha yetu ni nini, umuhimu wetu ni nini, lakini hatima yetu ni nini. Kwa hiyo ni muhimu kuvumilia katika mjadala huu kwamba tutadadavua zaidi katika swali hili la kwanza la msingi wa mwanadamu. Sasa kwa mantiki hiyo, kitabu hiki chenyewe katika sura hii ya kwanza inajadili jibu hili au inajadili swali hili kwa kutumia majibu ya watu wenye mitazamo tofauti, wenye misingi tofauti. Na watu hao nimewaweka katika kategoria 6. Na nimeweka katika kategoria 6 mahususi ili uweze au kukusaidia wewe msomaji wangu kuelewa vizuri. Na hivi tunajibu swali la kwanza la msingi wa mwanadamu kutumia makundi haya 6. Kwa hiyo tunatazama chanzo asili cha mwanadamu kadiri ya wanafalsafa, wanahistoria na wanasayansi, Wasumeria, Wababiloni, wanateolojia, na mwishoni tunajibu sisi wenyewe. Sasa manake ni chanzo asili cha mwanadamu kadiri ya sisi wanafikara wa kiroho. Sisi wanafikara wa kiroho, mtazamo wetu ukoje? Je, unatofautiana na mtazamo wa wanateolojia, watu hawa wa dini? Je, unatofautiana vipi na mtazamo wa wanahistoria na wanasayansi na wanafalsafa na Wasumeria na Wababiloni na kadhalika? Kwa hiyo kitabu hiki msingi wake ni kubeba mtazamo wa wanafikara wa kiroho kama ndio mtazamo mama wa chanzo asili cha mwanadamu. Kwa tutaenda kutazama haya yote vizuri kabisa. Sasa tunapotazama chanzo asili cha mwanadamu kadiri ya wanafalsafa, tunawajadili wanafalsafa kadhaa na mitazamo yao. Na wako wanafalsafa wengi ambao wamejaribu kulidadavua jibu hili ama kujibu swali hili kwa kuleta majibu dadavuzi, lakini wanafalsafa 8 wamepata bahati ya kuwako katika kitabu hiki cha Wanafikara wa Kiroho, na bahati hiyo ni ya kujadiliwa kwa kina. Na wanafalsafa hao, wa kwanza ni Thales. Thales ye anasema kwamba chanzo asili cha mwanadamu ni maji. Lakini mwingine ni Anaximander. Anaximander ye anasema kwamba chanzo asili cha mwanadamu ni apeiron kwa Kiunani, akiwa na maana kwamba ni kitu kisichompaka. Lakini vile Anaximenes ye anasema kwamba chanzo asili cha mwanadamu ni hewa. Hali kadhalika Heraclitus ye anasema kwamba chanzo asili cha mwanadamu ni moto. Lakini tunaye pia mwanafalsafa Pythagoras, ye anadai kwamba chanzo asili cha mwanadamu ni namba. Hali kadhalika tunaye mwanafalsafa Parmenides. Parmenides anasema kwamba chanzo asili cha mwanadamu ni kuwako. Ni kwako. Sasa
kuwako kwa maana ipi? Utaelewa vizuri kadiri ambavyo tunaendelea kujadili mtazamo wa mwanafalsafa huyu Parmenides, ambaye yeye anasema kwamba chanzo asili cha mwanadamu ni kwako. Lakini Empedocles yeye anasema kwamba chanzo asili cha mwanadamu ni hizi elementi mama 4. Wakati huo walikuwa na hizo elementi mama 4, walikuwa na moto, maji, hewa na udongo au ardhi ama dunia. Kwa hiyo Empedocles anakuja kusema kwamba hapana, chanzo cha mwanadamu hakiwezi kuwa elementi moja kati ya hizi elementi mama 4, bali ni hizi elementi zote zinaungana na kumuumba au kumuunda mwanadamu. Lakini mwanafalsafa wa mwisho kati ya wanafalsafa 8 ambao tunawajadili kwa kina katika kitabu chetu anaitwa Anaxagoras. Sasa Anaxagoras yeye anasema kwamba chanzo asili cha mwanadamu ni nous. Nous ikiwa na maana kwamba akili mama, akili ungu, mimi naita hivyo, kwamba nous au akili ya kimungu au akili yenye nguvu za kiungu au akili ungu ndiyo ambayo imesababisha mimi na wewe tukawepo hapa duniani. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwa sasa ni kuandamana nami ili kuelewa mitazamo ya wanafalsafa hawa wote kwa undani wake, ili uweze kupata uelewa na uwe na wakati mzuri wa kulijibu swali hili la kwanza la msingi wa mwanadamu, kwamba wewe na mimi tunatoka wapi, tunatoka kwa nani, ama chanzo asili chetu ni nini?